Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni kwa siku ya leo na ni siku ya baraka sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake. Lakini imekuwa ni siku ya baraka sana kwetu kwa maana tumejifunza vitu vizuri sana kutoka kwa mtumishi wa Mungu ambaye nipo naye hapa leo, na tutakwenda kujifunza vitu vichache kutoka kwake. Naye ana vitu vingi sana. Naamini utabarikiwa kwa hivyo vingi ambavyo tunaweza kujifunza kwake. Bwana Yesu asifiwe pastor. Amina. Kwa faida ya mtazamaji, unaitwa nani? Naitwa Pastor Saris. Pastor Saris. Wow. Yeah. Naona umefanya utumishi mkubwa sana na umeanza muda mrefu kufanya utumishi mkubwa, nami nimenufaika kwa vingi sana katika utumishi ambao umekuwa ukiufanya tangu kwa muda huu ambapo mimi nakufahamu mpaka leo. Tunazidi kubarikiwa na kwa sekta kubwa sana. Nimeona unadili sana na vijana na unazungumza sana na vijana, mbali na kuzungumza na kanisa zima. Mimi leo nitakuuliza kwa upande wa vijana, sijui uko tayari kwa hilo? Amina. Pasa kwanza hivi kundi gani hasa na changamoto zake ni zipi kwenye kundi la vijana hasa katika utumishi? Katika utumishi kwanza vijana ni kundi la tunasema kwa rika ama umri. Ndio. Tunahesabu mtu kwa ni kijana anapoanzia miaka 15. 15 au 12 mpaka miaka 40. 30 ndio umri ambao tunahesabu kama vijana. Ndio. Sasa kwa sisi wa makanisani tunatafsiri vijana kulingana na tofauti. Wengine wanasema mpaka miaka 35 vijana, wengine wanasema mpaka mtu wa miaka 40 naye anahesabiwa kama kwenye kundi la vijana. Na kwenye utumishi nafikiri vijana wengi kwa sasa hivi changamoto ambazo wanakutana nazo kwenye utumishi, nafikiri wengine kutokutambuliwa. Ndio. Kuna misingi ambayo inaonyesha vijana wakati mwingine wamefanywa kama watu wasioaminika sana ndani ya huduma ama kwenye utumishi. Ndio. Ingawa wana changamoto zao ambazo nafikiri kwa mtazamo wangu unahitaji tu usimamizi mzuri wa wachungaji na malezi mazuri ili kuwasaidia vijana waweze kuelekea kwenye wanapotumika waweze kutumika katika utaratibu mzuri. Kwa nafikiri changamoto kubwa ya vijana mojawapo ni kutokutambuliwa ama kutokuaminiwa. Anaweza kuwa na huduma nzuri lakini asiaminiwe. Ndio. Kwa sababu ni kijana mdogo anaweza siwe, yani kuna aina ya jamii haimwamini kama kijana anaweza kumtumikia Mungu vizuri. Ndio. Na kwenye utumishi ama kwa jambo lolote tunaamini hapakosi kuwa na changamoto. Ndio. Kwa badala ya kuwakataa, nafikiri vijana wanahitaji tu msaada, wasaidiwe, waaminiwe na wataweza kufanya vizuri. Sawa. Na inarudi upande wa pili, nadhani nimetuelezea vizuri sana namna inaweza kaa changamoto kwa baadhi na mazingira sasa. Sasa turudi kwa upande wa kijana mwenyewe. Unadhani kijana afanye nini? Kwa sababu nimejifunza kwa utumishi umeanza zamani. Na mimi bado kijana. Lakini bado ulianza zamani zaidi. Mimi nimekufahamu sasa hivi imeshapita miaka 10 na zaidi. Umekuwa ni mtumishi. Unadhani kijana afanye nini ili aweze kuitambua huduma yake na kuweza kutumika kwenye huduma yake? Kijana kwa binafsi, kwa upande wa kijana, ili aweze kutambua huduma yake. Akatambua huduma yake ili na yeye aweze kuthubutu kwanza kutumika. Amina. Lakini kabla sijafika hapo, nisije nikapita kitu cha muhimu. Ndio. Kijana akishatambua ana kipawa, ana utumishi huko ndani yake. Naam. Ili kufanyika msaada kwa wachungaji wetu na viongozi wanaotusimamia. Ndio. Kijana ajifunze kwanza kuwa mnyenyekevu. Mmoja ya changamoto ambayo vijana wanakutana kwenye utumishi wao, wakishaanza kutambuliwa ndani ya kanisa, vijana wengine wanashindwa kutunza utulivu na unyenyekevu. Wanaanza kuwa na viburi wakati mwingine, usumbufu wakati mwingine, na hiyo hupelekea wachungaji wengi, baba zetu wa kiroho, wakati mwingine tunatafsiri kama hapo kinyume na sisi. Lakini kimsingi hapo kinyume na sisi. Ila tunapoanza kutambuliwa na kupewa nafasi, wengine wetu tumekuwa ni watu ambao tunaanza kutaka kumtangulia mchungaji, hatuheshimu viongozi. Hiyo imekuwa ni moja ya changamoto ya vijana wengi wanapoanza kufanya huduma ndani ya kanisa na kuanza kutambuliwa, hasa wanapofanya vizuri. Kwa hiyo hilo la kwanza nisije nikapita hapo. Vijana wajifunze kunyenyekea sana kadiri huduma zao zinapoanza kutambuliwa na kuheshimika ndani ya kanisa, hasa wakati wanapokuwa chini ya mamlaka nyingine. Ndio. Alafu sasa nikumbushe hilo swali lako umesema. Ni kwa namna gani sasa huyu kijana yawezekana maybe ana utumishi, yawezekana wakati mwingine anao lakini hajui. Kwa sababu umedili kwa muda mrefu na sekta ya vijana. Je, huyu kijana afanye nini ili aweze kusaidika kuweza kujitambua kwanza yeye ni utumishi wake ni huu? Yes. Nadhani jibu la pili umeshajibu. Akishatambua ni kunyenyekea. Sawa. Kwa hiyo kutambua, kila mtu anasema leo utumishi unaanzia, lugha ya Kiingereza nasema huduma nzuri inaanzia kwenye service. Naam. Kabla hujaanza kutambuliwa kwenye huduma, kusimama mbele za watu kwa kuhudumia watu, ni vizuri kila kijana ajifunze kufanya kitu kinaitwa service. Yaani kabla hujaanza kuweka mikono kuhubiri, huduma inaanzia kwenye
tunaita utumishi mdogo mdogo. Ndani ya kanisa kijana anaweza kujifunza kufanya mambo yale ambayo yanaonekana wakati mwingine kama hayatambuliwi sana ndani ya kanisa. Kwa mfano usafi wa kanisa, kumsaidia mchungaji, kumhudumia mchungaji, yani kuwa mtumishi chini ya watumishi. Huduma nyingi zinatambuliwa mtu anapoanza kuwa mtumishi chini ya watumishi. Ila kuna wengine huwa hawataki hiyo hatua. Wanataka ile hatua wavuke moja kwa moja, waanze na wao kuheshimiwa, wabebewe vitabu. Baada ya kwanza anaanza kuhubiri tu, anatamani kuhubiri, anatamani kuwa mtumishi anayetambuliwa kwa haraka na watu. Huwa hatuanzi huko. Kila huduma nzuri inaanzia kwenye service, kutumika chini ya watumishi. Hapo ndio huduma nyingi huwa zinaanza kutambuliwa. Na mtu anapozidi kutumika chini ya wachungaji na watumishi ambao tayari wanasimama mbele ya watu wengine, ndipo mtu anaanza kujua. Unapowatazama wengine wanaofanya, Roho Mtakatifu anaanza kuamsha. Unaanza kusikia msukumo. Wakati mwingine unaona kuna jambo likifanyika vibaya, unaugua ndani yako. Hiyo ni moja ya ishara ya kujua kwamba yamkini Mungu anataka niwe suluhisho kwenye ile eneo. Ndio. Lakini pia unapokuwa chini ya mtumishi wa Mungu, ni rahisi hao wazazi wetu wa kiroho kukwambia naona wewe una huduma fulani. Kwa hiyo wakati mwingine huwa tunaelekezwa kwamba naona Mungu anataka kutumia kwenye eneo fulani. Utakapotii na kufanya, utaanza kuona Roho Mtakatifu anakuonyesha zaidi ni wapi ambapo unatakiwa uanze kusimama kwenye utumishi hasa ama kwenye ministry. Unaanza na service, unaingia kwenye ministry. Service itakusaidia kujua hasa wapi Mungu anataka usimame. Baada ya hapo ministry itaanza kusimama ndani yako na utakuwa baraka kwa watu wengi zaidi. Naam. Asante sana, nimepata kujifunza vingi. Na mimi pia mtazamaji anaweza kujifunza vitu vingi. Na nakumbuka kwenye semina kuna jambo moja ulikuwa umeligusia. Kwenye semina tumejifunza kwamba utumishi si lazima kusimama kwenye madhabahu, na changamoto kubwa ya vijana sisi tuliopo, na mimi ni kijana, tunaona kwamba ili nitumike lazima nipewe madhabahu, nikahubiri, nikae mbele ya kanisa zima niimbe, pale nafanya utumishi. Je, kwa huyu mwingine ambaye ni mtumishi lakini alikuwa na mentality hiyo ya kwamba lazima asimame kwenye madhabahu ndio aonekane mtumishi, huyu namsaidiaje? Sasa ni sehemu ya mwisho, ni swala la mwisho. Sasa tunalisema ni vizuri afahamu. Kuna wengine wameitwa wawe watumishi kwa fedha zao. Ndio. Unaweza kuwa na mzigo wa kuona watu wanaokoka lakini sio mhubiri. Ndio. Ila unataka utumie pesa yako kuwapeleka wanaohubiri. Ndio. Unaweza kuwa na mzigo wa kupenda uimbaji lakini sio mwimbaji. Unatakiwa utumie means nyingine za kuwawezesha wanaoimba ili waweze kuimba vizuri. Kwa hiyo ni vizuri watu wajue hatujaitwa wote tuwe wahubiri wa madhabahuni. Wengine ni wakina Yusufu Arimathaya. Sawa sawa. Wengine ni wakina Maria Magdalena, wanasupport huduma kwa mali zao. Wengine ni watu wa kuatia moyo watumishi. Wengine ni wakina Hana binti Fenueli. Kazi yao ni kuombea makusudi ya Mungu kwenye maombi. Wanabeba watu utumishi wa Mungu kupitia maombi. Kwa hiyo kama swali lako linavyosema, watu lazima waelewe utumishi wa ufungu kwenye madhabahu peke yake. Sawa sawa. Na kutamani madhabahu kunaweza kufanya kuleta machafuko ndani ya kanisa. Ndio. Wivu utainuka kwa sababu kila mtu atamani huduma wengine sio ya kwake. Kwa hiyo ni vizuri kuelewa kuna wengine tumeitiwa sio kwenye madhabahu. Wengine tumeitiwa ili tuwainue wanaosimama kwenye madhabahu. Na wengine tumeitiwa ili kupitia kwenye biashara watu waokoke, kwenye elimu kufundisha watu. Unataka kufundisha Kiingereza na ukawaleta watu kwa Yesu. Na ukafanyika baraka kwenye kanisa kwa kufundisha kanisa watu wajue Kiingereza. Hicho tu. Kwa hiyo kutumia kipawa eneo ambalo una uwezo nalo ni vizuri zaidi. Madhabahu peke yake sio utumishi. Madhabahu sio utumishi pekee. Sawa sawa. Utumishi una maeneo mengi zaidi. Sawa sawa. Amen. Pastor, nisione maswali mengi. Naamini kwa machache leo nimefurahi sana. Amen. Lakini tu neno moja tu la mwisho kwa kijana. Moja tu kwa kijana, unamwambia nini kijana sasa anayekusikiliza? Maandiko yanasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Kwenye kumkumbuka maana yake mpende Mungu katika ujana. Namba 2, mtumikie Mungu ukiwa kijana, una nguvu. Namba 3, ukiwa kijana ndio wakati wa kunyenyekea zaidi. Amen. Namba 4, kijana awe makini na watu ambao wanamuinspire kwenye maisha. Wakati wa ujana ni wakati wa kuwa makini sana na nini na nani anakuinspire. Si kila mtu unatakiwa umruhusu awe hamasa ya kutamani kumfanania. Ni vizuri kukaa chini ya maongozi kwa kijana na kusikiliza wale waliokutangulia, watakusaidia sana kwenye kufikia hatima nzuri. Amen. Basi Pastor, mimi nikushukuru sana. Mungu akubariki. Lakini pia tumebarikiwa na semina, naamini na mtazamaji pia amebarikiwa. Mungu akubariki, tukutakie heri na safari njema. Wewe ambaye utafika pale mjini Dar es Salaam, fika TAG Manzese B Makutano. Ukifika mahali pale ndiko mchungaji anapopatikana. Ukiuliza tu ukifika Tip Top, uliza tu kanisa Ravio au TAG Manzese B Makutano utafika. Lakini ukitokea njia ya Mabibo ukiwa pale NIT njia panda inaenda Mburahati, unafika hapo kanisa la TAG, mahali ambako
mchungaji wetu anapatikana. Mungu akubariki sana mtazamaji. Mungu akubariki sana na neema ya Kristo iwe pamoja na wewe. Amen. Amen.